Mpendwa mtazamaji, tarehe 14 ya mwezi wa 5 kanisa linafanya sikukuu ya Mtakatifu Matia Mtume. Karibu katika tafakari ya neno la Mwenyezi Mungu. Masomo yetu, somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Matendo ya Mitume, sura ile ya kwanza, aya ya 15 hadi ya 17 na 20 hadi ya 26. Na Injili tunapata kwa mwinjili Yohane, sura ile ya 15 aya ya 9 hadi ya 17. Nitaisoma Injili. Yesu aliwaambia wanafunzi wake, kama vile Baba alivyonipenda mimi, nami nilivyowapenda ninyi, kaeni katika pendo langu. Mkizishika amri zangu, mtakaa katika pendo langu, kama vile mimi nilivyozishika amri za Baba yangu na kukaa katika pendo lake. Hayo nimewaambia ili furaha yangu iwe ndani yenu na furaha yenu itimizwe. Amri yangu ndio hii, mpendane kama nilivyowapenda ninyi. Hakuna aliye na upendo mwingi kuliko huu wa mtu kutoa uhai wake kwa ajili ya rafiki zake. Ninyi mmekuwa rafiki zangu mkitenda ni waamuruyo. Siwaiti tena watumwa, kwa maana mtumwa hajui atendalo bwana wake. Lakini ninyi nimewaita rafiki, kwa kuwa yote niliyoyasikia kwa Baba yangu nimewaarifu. Si nyinyi mlionichagua mimi, bali ni mimi niliyowachagua ninyi, nami nikawaweka mwende mkazae matunda, na matunda yenu yapate kukaa, ili kwamba lolote muombalo Baba kwa jina langu awapeni. Haya na waamuru ninyi mpate kupendana. Neno la Bwana. Sifa kwako, Kristo. Mpendwa mtazamaji, Matia alikuwa ni mmoja wa wafuasi 70 wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye baada ya kuweza kuwachagua wale wafuasi alifuatana naye katika safari zake huko maeneo ya Uyahudi na maeneo ya Galilaya. Matia aliyasikiliza mafundisho ya Bwana wetu Yesu Kristo. Alikuwa shahidi wa matendo yake na ufufuko wa Bwana wetu. Hata siku ya Yesu alipokwisha kupaa kwenda mbinguni, Matia alirejea Yerusalemu pamoja na mitume pamoja na Bikira Maria. Wakakaa katika kile chumba cha juu wakiwa wanasali. Walikaa Yerusalemu wakingoja Roho Mtakatifu awashukie, aweze kuwaongoza na aweze kuwathibitisha katika utume wao. Walipokuwa wamekusanyika pamoja huko Yerusalemu kabla ya Pentekoste, mtume Petro alianza kushika shughuli za usimamizi, ambalo jukumu hilo alikuwa ameachiwa na Bwana wetu Yesu Kristo. Akawaelekeza wale mitume wengine na wafuasi kwamba hawakuwa na budi ya kuweza kumteua mfuasi mmoja apokee utume mahali pa Yuda, yule mtu haini aliyekuwa amejinyonga na aliyekuwa amemsaliti Bwana wetu Yesu Kristo. Aliwafahamisha kwamba mitume waliowekwa na Bwana wetu Yesu Kristo hesabu yao ilikuwa ni 12, kama vile makabila 12 ya taifa lile la Waisraeli ambao walikuwa ni watoto wa Yakobo. Ilikuwa lazima hiyo idadi iweze kuwa timamu. Hivyo basi, kama ilivyokuwa kwa wale mababu 12, basi hawa mitume waliwateua wafuasi wawili, Yosefu ambaye Barsabas na Matias. Wakasali, wakamwomba Mungu aweze kuwaonyesha ni yupi kati ya watu wawili au ambaye alikuwa amewachagua kuweza kuwa mtume. Na hapa ndipo nakuja kuelewa, mpendwa mtazamaji, kwamba katika lile kundi la Bwana Yesu Kristo walikuwepo mitume na walikuwepo wafuasi. Mitume walikuwa ni 12, wafuasi walikuwa 72. Na mfuasi hakuwa mtume. Sasa mitume ni wale ambao Yesu Kristo alikuwa amewaita 12. Hasa hawa sasa wanamtoa huyu mfuasi aweze kuingia katika habari za mtume. Ndipo wakapiga kura
kura ikamwangukia Matia. Na masimulizi haya tumeyapata katika kile kitabu cha Matendo ya Mitume sura ya 1 aya 15 mpaka ile ya 26. Hivyo basi akaingia katika kundi hili la mitume na akapewa jukumu hilo. Nyakati hizo mitume walipewa nchi kwa madhumuni kwamba unapewa nchi alafu unawafundisha wale watu wote waijue dini. Matia alipata sehemu ya eneo la Uyahudi aweze kufundisha dini pale. Akazunguka katika miji yote ya Uyahudi kwa muda wa miaka mingi. Baadaye akafika eneo lililokuwa karibia na bahari ya Kaspiani. Huko akawabatiza wengi. Wayahudi wakamwonea wivu sana kwa uhodari wake wa kuhubiri. Alikuwa akiwaonya na kuwathibitishia kwamba Yesu Kristo ni Bwana na ndiye Masia aliyekuwa ameaguliwa na manabii. Basi walimzuia katika kazi ya kuhubiri, wakamsumbua sana kadiri walivyoweza. Walimpiga mijeledi, hata mwishoni wakamuua, akafa akiwa shahidi. Mtakatifu Matia, mtume wa Bwana wetu Yesu Kristo aliyekufa shahidi, aweze kutuombea na sisi katika kazi ya Bwana ya kuweza kuambatana na yeye na kuweza kuwaambia watu wote kwamba Yesu Kristo ndiye Masia, ndiye Mwokozi wa ulimwengu. Awabariki na kuwalinda Mungu Mwenyezi, Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amina.